Katika hali isiyokuwa ya kawaida, mtoto aitwaye Josia Benjamin mwenye umri wa miaka 12 alifariki dunia kwa kudonolewa na kuku. Josia alitoka katika sherehe za kuhitimu darasa la 7 Oktoba 1 mwaka 2025. Usiku wa siku hiyo akaota ndoto kuwa amedonolewa na kuku tete. Alipoamka akamwambia baba yake. Kesho yake saa 7 usiku, kuku yule yule aliyemtokea kwenye ndoto alikuja kweli na kumdonoa usoni. Baada ya tukio hilo, Oktoba 3 mwaka huu, Josia alianza kuhisi maumivu makali ya kichwa na jicho. Akapelekwa katika hospitali ya wilaya ya Vwawa na baadaye hospitali ya Rufaa mkoani Songwe, lakini vipimo havikuonesha ugonjwa wowote ule. Baada ya hayo yote, alirudishwa nyumbani na kuingizwa katika maombi hadi alipofariki dunia Oktoba 12 mwaka huu. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Muendelezo taarifa hii ni baadhi ya watu ambao walijitokeza, yani mamia ya wakazi wa mitaa mbalimbali ndani na nje ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe walijitokeza kuuzika mwili wa mtoto Josia Benjamin Makelo ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 12 kutokana na kudonolewa na kuku usiku wa manane. Ikumbuke kwamba ilikuwa ni saa 7 za usiku. Katika maziko hayo yaliyofanyika Oktoba 13 mwaka 2025 katika makaburi ya kijamii yaliyopo kata ya Asanga, wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, dini, wazee maarufu na raia wa kawaida walishiriki katika maziko hayo. Baba mzazi wa mtoto alifariki kwa kudonolewa na kuku, anayefahamika kama Benjamin Makelo, akiwa ameshikiliwa pembeni ya kaburi la mwanae. Katika maziko hayo alishindwa kujizuia baada ya kushindwa kusimama, akisaidiwa na ndugu kumuinua akiwa pembeni ya kaburi la mtoto wake. Hii ni VOT Media. Taarifa zote muhimu zinatoka kwetu, hivyo hakikisha umesubscribe channel ya kwetu ili usiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.